Msifu Yesu Kristo. Heri na baraka tele za Kristo mfufuka. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake ambazo ametupa za kuweza kusherekea sikukuu ya kufufuka kwake, na sasa tumesimama mbele zake kumwomba, kumshukuru na kumtukuza kwa yale yote ambayo anaendelea kuyatenda kwenye maisha yetu ya kila siku. Basi leo tunapoanza majiundo yetu ya kiroho na tunapoenda kukutana naye, tunapoenda kumwabudu Yesu Ekaristi na kumwomba na kumtolea shukrani zetu, kabla ya huo muda kufika, basi tutapata tafakari ambayo itatuwezesha pia tunapoenda kuomba kufahamu ni nini tunachoenda kumshukuru, kumwomba na kumtukuza. Basi jioni ya leo tutajifunza somo linalosema majira yaliyovurugwa. Majira yaliyovurugwa. Majira ni muda au nyakati za maisha ya mwanadamu. Majira ni nyakati za maisha ya mwanadamu. Kumbe basi jioni hii ya leo tutaenda kujifunza kwamba adui yule mwovu tunayepambana naye, anayehakikisha kwamba hatufanikiwi, wakati mwingine huwa anavuruga majira na nyakati za maisha yetu. Tutajifunza kutoka kwenye Injili ya Marko ile sura ya 5 aya ya 25 mpaka ile aya ya 34. Tunaenda kujifunza majira ya mama aliyekuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12, namna yalivyovurugwa. Tukumbuke kwamba majira ya maisha yako yanaweza kuvurugwa kupitia magonjwa, ajali, madeni, kukutanishwa na watu wasio sahihi, vifungo mbalimbali vya kifamilia. Hizo ni nyenzo ambazo zinaweza zikatumika kuvuruga hatima ya maisha yako. Kumbe tutajifunza kisa cha huyu mama siku ya leo aliyekuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Alafu tutaona namna majira yake ya mafanikio yalivyovurugwa. Alafu tutakuja kwenye uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Tutasoma hiyo Injili ya Marko sura ya 5 aya 25 mpaka 34. Inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimia vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa? Nawe wasema ni nani aliyenigusa?
akatazama pande zote ili amwone yule aliyelitenda neno hili. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti yangu, akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima. Usiwe na msiba wako tena. Tumsifu Yesu Kristo. Usiwe na msiba wako tena. Hapa tunajifunza majira yaliyovurugwa kwa kupitia kisa cha huyu mama ambaye kwa muda wa miaka 12 alikuwa anapambana na changamoto ya ugonjwa. Miaka 12. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ndani ya hii miaka 12 huyu mama hakuna kitu chochote alichokifanya kwenye maisha yake. Zaidi sana alikuwa anapigania afya yake. Na ndio maana Biblia inaweka wazi kwamba aliuza kila kitu alichokuwa nacho ili kusudi kutafuta matibabu. Na sio tu kuuza kila kitu alichokuwa nacho, Biblia inaeleza kwamba alienda kwa maspecialists wengi waliokuwa na uwezo wa kutibu kwa nyakati zake. Lakini hao maspecialists, hao madaktari bingwa hawakuweza kugundua changamoto ya huyu mama iliyokuwa inamkabili. Kadiri ya mazingira ya Biblia yanavyoonyesha ni kwamba huyu mama kwa huu muda hata jamii ilimtenga. Maana yake ni kwamba hata alipoenda kwenye mkutano, mazingira ya Biblia yanaonyesha kwamba alizunguka kwa nyuma. Kwa nini anazunguka kwa nyuma? Maana yake kwa muda huu wa miaka 12 aliyokuwa na hangaika na ugonjwa wake na huku akitokwa na damu mfululizo kila siku, harufu yake ilikuwa inatisha, pengine akikutana na watu au akichangamana na watu, kwa sababu kubridi kwa muda wa miaka 12 sio jambo dogo. Kwa hiyo aliona kama najisi. Kwa maana nyingine ni kwamba alitengwa. Na nini kilichomtenga? Maana yake ule ugonjwa na ile hali aliyokuwa anapitia. Maisha yako hivyo. Kuna nyakati unaweza ukazipitia, marafiki, ndugu, jamaa wakakutenga. Pale unapoona kila siku unahitaji msaada wa watu na wewe hautoi chochote kwenye maisha yao au hauchangii chochote, inafika mahali wanakuona kama mzigo kwao. Ndio mazingira ambayo huyu mama alikuwa anayapitia. Kwa hiyo ikabidi ajipambanie. Kwa hiyo tumaini lake tu lilikuwa limebaki kwa Mungu. Akawa ameondoa hilo tumaini kwa binadamu. Akawa ameondoa tumaini kwenye sayansi za kibinadamu. Kwa sababu hizo sayansi amezunguka, hajapata tiba ya aina yoyote. Kwa hiyo akabaki na tumaini moja tu kwa Mungu. Ndio maana anasema yeye hakuhitaji hata kuombewa. Alisema mimi nikilishika tu lile vazi lake nitapona. Hicho ndicho alichokuwa anakitaka. Na kweli hicho kikamfanikisha. Aliposhika tu vazi la Yesu akajikuta amepona. Sasa majira yake yalivurugwa kivipi? Kwa muda wa miaka 12 hakuna chochote alichokifanya. Kama alikuwa ni mfanya biashara, maana yake biashara ilisimama. Hakuenda kazini. Kwa hiyo biashara ilisimama. Kwa hiyo hata kama alikuwa na mtaji, tafasiri yake ni kwamba ule mtaji ulikata. Ulikata kwa nini? Kwa sababu kuna ugonjwa alikuwa anapambana nao. Jambo la pili, hata kama alikuwa na akiba benki au kwenye mifuko ya hisa, maana yake ni kwamba aliitumia ile akiba aliyokuwa amewekeza. Akaitumia bado hakupona. Kwa hiyo kama alikuwa mkulima, maana yake ni kwamba alikuwa halimi tena, maana yake hizo nguvu za kulima hakuwa nazo. Kama alikuwa mfanyakazi, maana yake aliomba ruhusa mpaka mwisho wa siku bosi wake akasema hapana. Muda wa likizo ambao umeomba umeisha, umeomba tena umeisha, umeomba tena umeisha. Kwa lugha nyingine ni kwamba kama alikuwa mfanyakazi, maana yake ni kwamba aliachishwa kazi. Sasa angalia kitu ambacho kililengwa kwenye maisha yake. Kitu kilicholengwa kwenye maisha yake ni uchumi.
Biblia haionyeshi huyu mama kama alikuwa na makazi, haionyeshi kama alikuwa na makazi, lakini kadiri inavyoonekana ni kwamba hata kama alikuwa na makazi, alikuwa haishi na watu, alikuwa haishi na watu. Kwa hiyo kwa hii mida ya miaka 12, kama alikuwa amepanga kufanikisha jambo fulani, maana yake ni kwamba lile jambo hakuweza kulifanikisha. Kwa nini hakuweza kulifanikisha? Majira yake yalikuwa yamevurugwa. Majira yake yalikuwa yamevurugwa. Wiki 2 zilizopita nikakutana na kaka moja very smart, ana akili nzuri sana, lakini changamoto aliyokuwa anakutana nayo ni kwenye biashara. Amejiajiri, anafanya biashara zake, lakini biashara zake zinapitia mtikisiko mkubwa sana. Ana miaka kama 5 kwenye biashara, aisee, kila anachofanya hakiendi. Akaniambia, kaka William, mimi ninashangaa watu wanakuja kwangu, wanajifunza, wanaondoka, wanaenda, wanafanikiwa, lakini mimi nimestaki pale pale. Sijaelewa changamoto ni nini. Nina miaka kama 5 nafanya hii biashara, lakini imedumaa. Sasa nikamwalika kwenye maombi tuliokuwa nayo kwenye huo mkoa. Si akawa amekuja. Alipokuwa amekuja, ni kama alihisi mapema tu, akasema, mwalimu, mimi naomba nikuone kabla ya ibada kuanza, naomba tu nipe hata nusu saa. Akamwambia sawa basi, njoo. Akaja, tukaenda kusali kwenye chepo. Tumesali sasa, nikawa na muuliza Mungu pengine amuoneshe huyu mtoto wake anachokipitia kwenye maisha. Basi tukaanza kusali. Tumesali kama dakika 20. Yule kaka akawa kama vile anapoteza fahamu fulani hivi. Tulikuwa tunasali kwa pamoja, ghafla akanyamaza, nikajikuta nasali peke yangu. Nikaanza sasa kusali ili Mungu pia adhihirike kwake. Nilikuja kugundua kitu cha ajabu sana. Alijikuta sasa anaanza kuongea. Nilipoanza kuongea, zile spirit sasa ni kama zile roho chafu zikaanza kuzungumza. Kumbe miaka kama 7 iliyopita yule kaka alikuwa kwenye mahusiano na binti moja. Kumbe yule binti hakuwa mtu mzuri, hakuwa mtu mzuri kabisa. Sasa walikuwa na kawaida pia ya kutembeleana. Huyu kaka alikuwa anaenda nyumbani kwa binti na binti anakuja nyumbani kwa huyu kaka. Kwa hiyo ilifika mahali wakawa wameachana. Sasa kumbe huyu binti ni kama alimpenda sana, lakini ghafla sijui ilitokea nini, yeye mwenyewe huyo binti akaanza kurudi nyuma. Wakati anampenda huyu kijana, alienda kwa mganga. Unajua wanaume huwa wanaenda kwa mganga kutafuta utajiri, lakini akina mama mara nyingi wanaenda kwa mganga kutafuta dawa la kumtuliza mwanaume. Kumbe akawa ameenda kwa mganga. Yule mganga akamwambia, ninakupa maji kidogo, alafu utakapompikia chakula uyachanganye haya maji na chakula. Ndio maana wapendwa, kabla ujara huo unasali. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe hivi vyakula vina mambo mengi sana. Ndo nimegundua umuhimu wa sala kabla ya kutumia chakula. Kumbe basi yale maji yalikuwa ni maji ya aliyoogeshewa maiti.
Si ndo limbo hata lenyewe hata sielewi. Sasa kumbe yale maji, manake kama yule baba au maiti alivyokufa, manake walienda kuua maisha ya yule kaka, biashara, kazi. Na ni kweli kutokea wameachana na yule binti, yule kaka ananiambia sijawahi kuingia kwenye mahusiano yoyote nikadumu. Kwa hiyo unashangaa tu nikiingia kwenye mahusiano na mwanamke yoyote zinatokea tu sababu za hapa na pale, najikuta tu tumeachana. Ukitafuta sababu ambayo imetufanya tuachane hata uioni, lakini tayari imeshaachana, ndio inakuwa imetokea hivyo. Kumbe manake yale maji pia yanakuwa na manuizo. Sisi ni Wakatoliki, si ndio hivyo? Pale kwenye milango yetu kuna maji ya baraka Ndio, yameombewa. Yamefanya nini? Yameombewa. Kwa maana tukiingia kanisani na tukitoka kanisani tunachovya, tunafanya ishara ya msalaba. Na ni vizuri pia unapokuwa unachovya hayo maji ya baraka, unapotoka na unapoingia, ni vizuri tu usiishie kuchovya na kufanya ishara ya msalaba. Ni vizuri ukajisindikiza na sala ya aina yoyote utakayoona. Mfano mimi kila ninapotoka na napoingia nikikuta hayo maji, nikichovya tu huwa na asali na kumwambia Mungu, nitakase na uovu wangu wote Bwana, na kunibariki kwa baraka yako ya milele. Sala ambayo nimezoea kila ninapochovya hayo maji ya baraka. Lazima nisali mwambie, nitakase Bwana na uovu wangu wote, na kunibariki kwa baraka yako ya milele. Kwa sasa unakuta yale maji ya huyo baba ni ya maiti. Sasa maiti hawezi akafanya chochote. Kwa hiyo si like kulikuwa na manuizo ndani yake. Na hii ni sanaa ambayo wachawi wengine huwa wanaitumia sana. Anaweza akaenda akapata maji ya maiti, akaja pengine hata akamwaga kwenye biashara yako au kwenye eneo la biashara yako. Ukashangaa biashara yako inakuwa maiti. Wengine akamwaga hata kwenye ofisi yako. Ukashangaa yanakuwa hivyo. Mnafikiri kwa nini? Migahawa mingi, sisemi wanafanya hivyo wote, msije mkanielewa vibaya, tumsifu Yesu Kristo. Ukipita mahali palipo na migahawa mingi utakuta wamemwaga sana maji. Mwaga sana maji. Wengine huwa sio wema. Mwingine anamwaga maji hapo nje, anasema yeyote atakayeruka haya maji au atakayekanyaga haya maji au anakula chakula hapa kila siku. Unashangaa kwenye mama ntilia wako haumbadilishi, ni yule yule. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani unaweza ukatoka Rukerian ukaenda kula Ngaramtoni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba pale wanachoma nyama nzuri sana pale, lakini hapo katikati tumevuka watu wengi tu ambao pia wana mapishi mazuri na nini na nini. Wengine wana manuizo kama hayo. Kwa hiyo yule kijana akawa amebadilishiwa maisha au majira ya kufanikiwa kwake kwa mazingira kama yale. Kwa hiyo wakati mwingine shetani anaweza akabadilisha majira ya kufanikiwa kwako kupitia ugonjwa. Yaani unaweza ukaletewa ugonjwa kwenye maisha yako, na ule ugonjwa lengo lake likawa ni moja tu, sio kukuua, kukutoa kazini au kukufilisi kibiashara. Na unaweza ukasubiri kwamba umepata mtaji wako wa kutosha, ukajikuta unajipata tu ugonjwa ambao utahakikisha unatafuna kile kipato chako na ule mtaji wako wote ule utafuta. Unaweza usiugue wewe, akaugua mke wako au mume wako au mzazi wako au mtoto wako. Nini? Majira yako yamevurugwa, au ukajikuta unapata ugonjwa ambao haukupi nafasi ya kufanya kazi. Kuna baba mmoja anafanya kazi vizuri sana, yuko serikalini.
Wakati fulani kila walipokuwa wale wa vetting, wale wa mambo ya uteuzi wa rais, kila wakati jina lake lilipokuwa likitajwa, yaani msimu wa jina lake unapokaribia kutajwa, yule baba unajua alikuwa anaugua kitu cha ajabu sana, kwamba labda nataka kuwa mkuu wa mkoa sehemu fulani. Unashangaa taarifa zinatoka kwamba yule baba ni mgonjwa, huyu mnayemtaka awe kwenye nafasi ni mgonjwa. Jina lingine mbadala likipatikana, yule baba anapata unafuu. Kwa hiyo wakati mwingine majira yako ya kuinuka yanaweza yakavurugwa kwa kuletewa tu jambo lolote lile ambalo unaweza ukajikuta linakurudisha nyuma. Ni vizuri sana kwenye maisha yako ujifunze kuombea majira na nyakati za maisha yako, nyakati ulizopo, zinazokuja na zile ambazo unategemea utakuwepo. Hiyo itakusaidia sana. Mnamkumbuka Danieli? Danieli alifunga kwa siku 21, lakini siku ile ya kwanza tu maombi yake yalisikika mbele za Mungu, lakini amekuja kupata majibu baada ya siku 21. Kwa nini? Huko njiani mkuu wa Uajemi alizuia malaika aliyekuwa anamletea habari njema Danieli. Wakati mwingine maombi unayokuwa unamwomba Mungu, inawezekana Mungu alishayajibu kitambo, lakini hayajakufikia. Kuna mahali tu yamezuiliwa. Ndio maana sasa unakutana na wale watu wanakuambia, I say ilikuwa kidogo tu. Sasa ilikuwa kidogo, baadaye ikawaje? Hata yeye haelewi. Kwamba unaona kabisa unataka kuponyoka, umefanya interview vizuri kabisa, unajua unajiaminisha kwamba humu kwenye hii interview niliyofanya ninatoka. Na hata wale mapanelists waliokuwa wanakufanyia interview wanakusema yes, umefanya vizuri sana. Lakini selection inapokuja, jina lako halipo. Lakini nafsini uliona kabisa kwamba hii nafasi ya kwako. Umeona kabisa umekaribia utukufu wa maisha yako. Lakini ghafla limetokea jambo ambalo hata we hauelewi kwamba imekuwaje, hauelewi. Ndio maana tunahitaji kuwa na misuli na uendelevu wa kuomba kwa muda mrefu sana. Mungu huwa anawapenda wale watu ambao ni wang'ang'anizi. Mtu ambaye akiomba jambo lake hakati tamaa, bila kujali mazingira na vikwazo anavyoweza kukutana navyo hapo njiani. Anang'ang'ana. Ving'ang'anizi kama Danieli, hao ndio Mungu anaowataka. Lakini wale ambao wakisali tu mwezi mmoja, mwaka mmoja, ana give up, huyo hawezi akapata. Na dunia ndo huwa iko hivyo. Dunia hii tunayoishi, kabla dunia haijakupa unachokitaka, hii dunia huwa inakupitisha kwanza kwenye mitihani. Na huu mtihani hauwezi ukauelewa kwamba ni mtihani gani unaokuja mbele yako. Ukiufaulu huo mtihani, ndio unakuwa mkuu. Ndio maana dunia ina wakuu wachache sana. Kwa nini dunia ina wakuu wachache sana? Kwa sababu safari ya kuufikia ukuu sio ya kila mtu. Sio ya kila mtu. Ni ya wale ambao wako tayari kujibu aina ya mtihani wowote watakaopewa kwenye maisha yao. Wakuu ni wale ambao wamejiandaa kwamba lolote litakalotokea kwenye maisha yangu, bila kujali nitaumia kiasi gani, nitachelewa kiasi gani, lakini bado nitasimama kwenye hii nafasi niliyosimama. Mama moja alinifurahisha sana. Ninapokuwa nasoma historia ya wanasayansi, ninakumbuka matamshi ya mama moja, mama yake Thomas Edison. Mama yake Thomas Edison, mtoto wake huyu ambaye anaitwa Thomas Edison. Huyu mama alikuwa ni mwombaji sana. Sasa ilitokea mtoto wake Thomas Edison alimpeleka shuleni. Alipompeleka shuleni, yule kijana wake Thomas Edison alisoma tu miezi 6. Baada ya miezi 6 ripoti ikatoka. Walimu wakaandika ripoti kumpelekea mama yake Thomas Edison. Baada ya ile miezi 6, walimu wakawa wameandika hivi: mpendwa mzazi wa Thomas Edison, mwanao Thomas Edison hana akili za darasani, na hivyo tumemrudisha nyumbani asiendelee na masomo. Kwa nini?
kwa sababu hana akili za darasani, lakini pia ana asili ya ukichaa. Ndivyo ambavyo hiyo barua iliandika. Wakafunga ile barua, wakampa Thomas Edison. Thomas Edison akampelekea mama yake. Maana yake walimwambia kwamba mpelekee mama yako. Thomas Edison alipompelekea mama yake ile barua, mama yake Thomas Edison aliposoma ile barua alilia kwa uchungu sana. Na wakati analia, mtoto wake Thomas Edison alikuwa pembeni. Thomas Edison akamuuliza mama yake, mama, kwa nini unalia? Mama yake Thomas Edison akamwambia, mwanangu, walimu wamesema una akili nyingi sana, na hata shule unayosoma hakuna mwalimu mwenye uwezo wa kukufundisha kwa sababu una akili nyingi sana. Lakini kwenye barua wameandika kwamba mwanao hana nini? Hana akili, nguvu ya kubadilisha habari mbaya kwenda kuwa habari nzuri. Kwa hiyo Thomas Edison akaelewa kwamba mama yangu na walimu wameona kwamba nina akili nyingi sana. Kwa hiyo mama yake Thomas Edison akamtafutia shule nyingine Thomas Edison. Na Thomas Edison alipoenda kwenye ile shule nyingine, alienda kama mwanafunzi anayejiamini kwamba ana akili nyingi sana. Kwa hiyo alienda kupambana na akafanya vizuri sana. Ndio maana dunia ya karne ya 18, 19 na huko nyuma, na dunia tuliyopo na dunia inayokuja, kati ya wanasayansi bora walioleta maendeleo mazuri kwenye eneo la kisayansi ni huyo mtu anayeitwa Thomas Edison. Hizi balbu za umeme tunazozitumia leo zilivumbuliwa na huyo Thomas Edison, ambaye walimu wake walitaka kuvuruga majira ya mafanikio yake, lakini mama yake akasema, hamtavuruga majira ya mtoto wangu. Aligundua. Ndio maana katika maisha kuna majibu ya Mungu na kuna majibu ya wanadamu. Ndio maana nakuombea kwenye maisha yako siku zote, majibu ya maisha yako yawe majibu ya Mungu na sio majibu ya wanadamu. Majibu ya wanadamu ni kweli yanakatisha tamaa. Majibu ya wanadamu ni kweli yamebeba taarifa mbaya. Majibu ya wanadamu yana kanuni ya kuvuruga majira ya maisha yako. Ndio maana unaweza ukawa unakutana na mtu anakwambia, wewe hautafika mbali, kwa stahili hii hautafika mbali. Huyo anataka kuvuruga majira ya maisha yako. Mama yake Thomas Edison alisema, shetani hautavuruga majira ya watoto wangu. Sasa angalia mtego ambao Wakristo wengi tumeingia. Tumeingia kwenye mtego ambao tunajikuta sisi wenyewe tunavuruga majira ya maisha yetu. Ukijikuta unapitia nyakati za changamoto, nao ukajikuta unajiumbia shida, unajiumbia mahangaiko, ujue kwamba ni wewe, shetani mwenyewe anakutumia kuvuruga majira ya maisha yako. Hata siku moja usije ukawa unajitamkia maneno ambayo hutaki ya kukute kwenye maisha yako. Hata siku moja usije ukajikuta unajitamkia laana. Hata siku moja usije ukajikuta unajiambia kwamba hautafanikiwa. Hata siku moja usije ukajikuta unajitamkia mikwamo kwenye maisha yako. Ukijitamkia mikwamo, ukijitamkia shida, ukijitamkia balaa, ujue kwamba unavuruga majira ya mafanikio ya maisha yako. Tuko kwenye kipindi cha Pasaka. Hata Yesu walitaka kuvuruga majira ya ufufuko wake. Baada ya kuwa amefufuka, wale walinzi waliokuwa wanalinda lile kaburi walienda kuambia wakuu wa makuhani, wakamwambia kwamba yule mtu amefufuka. Angalia majibu ambayo wakuu wa makuhani wanafanya. Wanatafuta pesa, wanawapa wale walinzi, wanawaambia kwamba semeni kwamba mlipokuwa mmelala wanafunzi wake walikuja wakafanya nini? Wakamuiba. Maana yake wanataka kubadilisha ile taarifa ya ufufuko kuonekana kuwa taarifa ya nini? Ya uongo. Walitaka kuvuruga majira ya ufufuko yaonekane kuwa ni majira ya nini? Ya uongo.
Lakini mwanaharakati mmoja aliwahi kusema, unaweza ukauweka ukweli kaburini, lakini huo ukweli ulioweka kaburini hauwezi ukakaa kaburini. Siku zote neema aliyokupa Mungu haiwezi ikazuiliwa, labda we mwenyewe uamue kuizuia hiyo neema. Kibali alichokupa Mungu, nguvu alizokupa Mungu, labda we mwenyewe uamue kuto kusimama vizuri kwenye hizo nguvu. Lakini ukisimama vizuri, hizo nguvu na hicho kibali kitaonekana. Kwa hiyo unapopiga picha na ramani ya maisha yako, lazima uangalie majira ya kizazi changu yamevurugwa kwenye eneo gani? Majira ya uchumi wangu yamevurugwa kwenye eneo gani? Majira ya malengo yangu yamevurugwa kwenye eneo gani? Shetani ana kawaida ya kuvuruga majira ya watu. Wiki iliyopita nilikuwa Dodoma. Kuna waziri mmoja aliniita nikaenda ofisini kwake kwa ajili ya kuenda kuomba kwenye ofisi yake. Jambo moja nilishangaa. Nilipofika tu kwenye ile ofisi yake, wakati tunaanza kusali, nilihisi kichomi kimenibamba sana. Lakini na yeye wakati tunaendelea kusali, anasali lakini hatamki maneno mazuri. Yaani tulivyoanza tulianza vizuri. Mimi huku ndani najikaza, na yeye mle ndani kumbe na yeye anajikaza. Ile sipokuwa sasa kichomi kwake pena kimekuwa kikubwa sana. Tukasali, ikafika mahali nikaona kama ana faint. Nikasimama kwanza. Sije ukakuta hizi CV kamera zilizoko humu wakubwa wake wanaziona. Nikasema anyway, tutamaliza. Baada ya kuwa tumesali, alipopata fahamu akaniambia, mwalimu, yani nilikuwa nahisi kichomi kimenibana sana, ndio maana nimejikuta hata kama vile napoteza fahamu fulani hivi. Lakini nikamwambia usiogope. Baadaye usiku ile siku tuliyofanya maombi, usiku akalala, akaota ndoto. Alipoota ile ndoto, akaona kama watu wanamrushia mikuki. Anajaribu kukwepa, lakini mikuki inakuwa mingi, watu wanamrushia tu. Anajaribu kukwepa, lakini mikuki inakuwa mingi. Anajaribu kukwepa, akakimbia, ikafika mahali akawa amechoka, kaanguka. Wale waliokuwa wanamfuatilia wakaenda mpaka pale alipokuwepo. Baada ya kuwa wamemzingira, akapata tena nguvu, akakimbia. Akashtuka kwenye ndoto. Akanipigia, mwalimu, nimeota ndoto, sielewi. Nikamwambia hata mimi sio mfasiri wa ndoto. Tumsifu Yesu Kristo. Labda Mungu anipe neema ya kutafasiri ndoto. Lakini wewe nihadisie tu ulichoota, tunaweza tukasali na pengine Mungu akasaidia. Asubuhi yake akawa amepata message. Kwenye ile message iliyopata, akamwambia yule mtu, akamwandikia ile message, akamwambia, wewe una bahati sana wewe. Sasa hakuelewa kwamba ni bahati ipi. Akasema anyway, mimi ngoja niendelee kupambana na Mungu wangu. Nini? Shetani wakati mwingine anapokuona upo kwenye nafasi fulani, usipokuwa na utulivu mzuri wa kiroho na imani thabiti kwa Mungu, anaweza akavuruga nyakati za maisha yako. Huyu mama kwa muda wa miaka 12 anatokwa na damu mfululizo. Maana yake ni kwamba majira ya mafanikio yake yalikuwa
yamevurugwa. Hakuweza kufanya chochote, hakuweza kuanzisha mradi wowote, hakuweza kuwa na mahusiano na watu, akajikuta yuko kwenye shimo la upweke. Ndio maana Yesu anapomponya, Yesu anamwambia, binti, enenda uwe mzima, usiwe na msiba tena. Manake ni kweli, kwa muda wa miaka 12 hafanyi chochote. Huo ulikuwa ni msiba, tena usio wa kawaida. Watu wengi tulioko humu ndani, nafikiri ni watu ambao tunapanga malengo. Unafikiri kwa nini kila malengo unayopanga huwa hayatimii? Kwa sababu malengo ni jambo la kiroho. Usipotimiza lengo lako, maana yake ni kwamba ni kama majira yako yamevurugwa. Ndio tafasiri nyepesi. Unapanga malengo lakini hayatimii. Mwaka unakuja, unapanga tena mengine, hayatimii. Tafasiri yake ni kwamba malengo yamevurugwa. Wakatoliki sisi tuna malaika mlinzi. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba kila mtu unayemwona ana malaika mlinzi. Lakini kwenye ufalme wa giza pia kuna vitu vinaitwa monitoring spirits, roho zinazomonta maisha ya mtu au zinazochukua taarifa za maisha ya mtu, kwamba leo kashinda hivi. Kama vile malaika wako mlinzi anapotoa ripoti yako ya siku. Unajua kila mtu hapa malaika wake mlinzi huwa anapeleka ripoti yake mbele za Mungu. Kwa hiyo sasa, kama malaika wako mlinzi anaweza akawa anapeleka ripoti kwa Mungu kwamba huyu hasali siku hizi, huyu ni mlevi, na kadiri unavyokuwa unasali ndivyo unavyompa malaika wako mlinzi nguvu. Sasa wengine hapa pengine malaika zetu walinzi wamekonda sana. Wamekonda kwa nini? Kwa sababu hatusali. Kwa hiyo anapeleka taarifa zako kwa Mungu, huyu ameshinda hivi, huyu mambo yake hayaendi, huyu mambo yake yanaenda, huyu yupo kwenye furaha, huyu yupo kwenye huzuni. Na monitoring spirit ziko hivyo hivyo, anafanya hiki, anafanya hiki, anafanya hiki. Nilikutana na dada mmoja juzi, ni binti tuseme, ana miaka kama 25. Na akina mama, hizo diaper za watoto mnazozitumia msiwe mnazitupa ovyo ovyo. Moja ni kwa ajili ya usalama wa mazingira, lakini ni hatari sana. Unaweza ukashangaa, mnafikiri kwa nini vichaa wengi tunaowaona wanaweza wakawa wanapita sehemu wanaokota vitu ovyo ovyo. Unaweza ukakuta huyo kichaa anapita eneo, umetupa diaper ya mtoto wako, anaichukua, kumbe sio kichaa, ni agenti wa kuzimu ametumwa kwa ajili kuchukua viashiria vyako. Kumbe yule binti wakati akiwa mdogo, mama yake alijisahau, hizo diaper akawa amezitupa ovyo ovyo. Huyo binti amefikisha miaka 24 hajavunja ungo. Na ameenda Muhimbili akapima, madaktari wakamwambia hautakuwa na uwezo wa kuzaa. Wakawa tena wamempa taarifa mbaya, hautakuwa na uwezo wa kuzaa. Sasa wakati tukiwa kwenye maombi, na huyo binti yakalipuka mapepo
Akasema wakati akiwa na miaka miwili, nafikiri mwaka mmoja au miaka miwili, walipata daipa yake, wakaenda wakafanya walichokifanya. Kwa hiyo wakafunga kabisa kwamba huyu mwanamke, huyu binti hata kujaga aone siku zake. Maana yake ni kwamba usipoona hizo siku, si hamna uzazi hapo. Msifu Yesu Kristo. Hamna uzazi hapo. Kwa hiyo akawa amevurugwa kwa mazingira hayo. Kwa hiyo wakati mwingine basi tuwe makini na hizi daipa za watoto wetu. Huwezi jua manuizo wanayoenda kunuiza hao. Basi tukasali. Alikuwa na vurugu sana hapa kichwani na kanundu, yaani alinipiga vipigo humo ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini basi Mungu akamweka huru, na tunaamini kwamba hayo ambayo madaktari wamemwambia na watu wamemwambia, Mungu amebadilisha taarifa yake. Sasa kwenye maisha yako kila siku huwa unapindua taarifa. Msifu Yesu Kristo. Huwa unapindua nini? Taarifa. Pindua kabisa taarifa mbaya ambazo zimerekodiwa kwenye maisha yako, ambazo zinaweza zikavuruga maisha yako au hatima yako. Kwa sababu sasa hivi sisi tuko hapa kanisani, hatuwezi kujua huko mitaani kama kuna watu wanatuzungumza, wanatoa taarifa mbaya juu ya maisha yetu au juu ya kazi zetu. Lakini kumbe kila unaposali, omba Mungu ayabariki majira yako yawe majira mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tumwabudu Yesu wa Ekaristi ili tupate muda wa kusali mbele zake, kumtukuza na kumsikiliza huyo Yesu wa Ekaristi ili aweze kutubariki.